toka tarehe 10 mpaka leo tarehe 29 ndo tunahitimisha mashindano haya. Mafanikio. Kata ya Kibanchabancha ina viwanja vya michezo 10, na katika viwanja vya michezo 10 tuna viwanja 5 vyenye hadhi na magori yaliyo bora. Hayo yote ni nguvu za Mheshimiwa Philemon Chacha Matiko. Ndugu mgeni rasmi, Mheshimiwa Chacha Philemon Matiko amekuwa ni chachu ya michezo katika kata ya Kibanchabancha kwa kuanzisha ligi mbalimbali. Kuanzia mwaka 2018 kulikuwa na Diwani Cup ambapo mabingwa walikuwa ni Ikorongo. Mwaka 2023 kulikuwa na Diwani Cup ambapo mabingwa walikuwa ni Kibancha FC. Tunampongeza Mheshimiwa Chacha Philemon Matiko kwa kuwezesha timu ya Ikorongo Sport Club kwa kutoka nje ya wilaya kwa ajili ya kushiriki michezo. Ikiwa mwaka 2023 tulitembelea wilaya ya Tarime katika mji wa Nyabitocho na kwenda kucheza kule mashindano, lakini tuliupoteza mchezo ule. Mwaka 2019 chini ya uongozi wako Maradei ilibebwa na Kibanchabancha FC, yani timu ya kata ya Kibancha ilibeba ubingwa wa Maradei. Kupitia gharama hizo zote za uwezeshaji, basi mashindano haya yameweza kugharimu Tanzanian shilingi milioni 8,500,030. Lakini niombe jambo moja uwafanyie hawa wananchi wa Kibancha, badala ya kuwa na timu ya Ikorongo, basi ofisi ya mkurugenzi mtendaji ya halmashauri ya wilaya Serengeti kupitia kitengo cha utamaduni, sanaa na michezo na baraza la michezo Tanzania takupa ushirikiano kuhakikisha unasajili timu inayoitwa Kibancha. Na hiyo timu sisi tutahakikisha, na matamanio yangu angalau ndani ya miaka 3 tusikie ikishiriki angalau kama sio ligi ya mabingwa wa mikoa basi ligi kuu Tanzania bara. Sasa tukifikia mahali hapo, kuna hatua ambayo tutakuwa tumeipiga. Tumeona vijana wengi wenye umri mdogo wakicheza mpira. Mimi nilitamani ningekuwa nao Iringa kwenye mashindano ya Miseta, lakini nimeambiwa kwamba kuna vijana ambao walikuwa kwenye mashindano hayo ngazi ya mkoa, lakini waliamua kuja kutumikia timu zao huku Msati. Washiriki wote ambao mmeshiriki, timu zote za kata ya Kibanchabancha, lakini pia wananchi wa kata ya Kibanchabancha, nina uhakika kwa kazi ambayo mmeifanya. Mimi nimeridhika kabisa. Kwa kweli mmeonyesha nidhamu ya hali ya juu, na mimi niwaombe tuendelee hivyo. Kwa kweli michezo ni afya. Michezo inatuletea karibu mahusiano, lakini michezo ni ajira. Sasa hivi matajiri wanaosikika kwenye dunia hii ni wana michezo. Kwanza hawa watoto wadogo wanajifunza kutokana na sisi tunavyocheza, si ndio jamani? Kwa hiyo mimi niwaombe tuendelee jinsi tulivyoanza, na mimi natamka kwamba tunaendelea kukaribisha wadau wadau wa michezo waendelee kukuza vipaji kwenye kata yetu. Kesho na kesho kutwa tuendelee kupata vijana ambao watatuwakilisha wapi? Mpaka kitaifa. Vijana, mimi nawaomba swala la uchumi tusiliache mbali. Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, naomba niwakumbushe wajasiriamali, sisi zamani tulikuwa tunafanya magendo, lakini sasa hivi kuna taasisi za fedha ambazo mkijiunga kikundi mnapata hizo fedha, mnaanza kufanya nini? Kufanya ujasiriamali. Huko tunakoenda nyinyi ni mashuhuda. Nafasi za ajira zinaendelea kufanya nini? Kuwa finyu. Sasa nafasi ambazo zinaendelea kuwepo kwa wale vijana wetu ambao wamefanya nini? Wanaendelea kusoma na wanaenda vyuoni, ni ajira za kufanya nini? Za kujiajiri wao binafsi kuwa wafanyakazi, na baadaye waajiri nini? Waajiri na watu wengine. Hizo ndizo fursa zilizopo sasa hivi. Lakini mimi namshukuru Mungu, kwenye ujasiriamali wangu ndio umenifikisha hapo.
Unaona, nilipoingia kwenye kata ya Kebancha kulikuwa na shule 5. Nikaongeza shule 6 za msingi. Nikatoka hapo nikafungua shule ya Ikorongo. Nikatoka hapo nikafungua shule ya Nyansurura. Nikatoka hapo nikafungua shule ya wapi? Ya Msati. Nikatoka hapo nimefungua shule ya Kebancha. Lakini ukiangalia kwenye shule hizo zote, michango ya mheshimiwa diwani lazima ifanye nini? Iwepo, na ndio hiyo napiga chini na wananchi mnaniunga mkono. Kwa hiyo mimi nawaomba ndugu zangu vijana, msitegemee ajira ya serikali peke yake. Sasa ni vizuri tuhakikishe kwamba fursa za ajira binafsi tunazipa kipaumbele. Tufanye kazi ya michezo bila kuangalia Chadema wala CCM wala nini. Na uchumi tusiangalie CCM wala nini, chama chochote kwa ajili ya tikadi hizo. Tukiingia kwenye michezo, tunaelewa ni kitu cha kutuletea maendeleo kuweza kwenda mbele. Mimi nawaahidi kwa timu hizi ambazo zote zimeshiriki, na zote mimi naamini zimefanya vizuri, lakini pia naahidi timu hii iliyofanya vizuri zaidi, ambayo ni timu ya Msati, na ili iliyoifuatia Kobogwe, Mungu akitujalia, mambo yakienda vizuri, lazima niwapeleke kutalii Serengeti. Kwanza nawashukuru sana vijana, nawashukuru sana washabiki pamoja na mheshimiwa, baada ya kuwa ameligundua hili kwamba anaweza akatusogeza kwa kutufika kwenye hatua hii sasa tulionayo. Mimi nashukuru sana mheshimiwa, kwa sababu baada ya kuwa sasa nimeangalia kitu ulichoweza kukiahidi na umekileta, basi wachezaji wote mlioko hapa, basi mnao ukweli wa kuangalia kwamba hiki ni kitu ambacho kinakuja kuwa kizuri zaidi, ambacho tunahitaji kesho na kesho kutwa, basi tunaweza tukatengeneza vitu vingine tofauti na hivi. Na kwanza nimshukuru Chacha Matiko, mdhamini wa mashindano haya. Sisi leo tumecheza finali. Mimi kama mchezaji niloanza nimefunga goli 1 na kutoa pasi za magoli 2 na kuisaidia timu yangu kuibuka na ushindi hivi leo kwenye finali. Mchezaji bora wa mashindano, pia mfungaji bora. Napenda kumshukuru mheshimiwa diwani kwa kutuletea michezo katika kata yetu. Tunamuomba aendelee na moyo huo wa kujitolea, ila pia tutatulie changamoto ndogo ndogo ambazo zipo kama madawa, jezi pamoja na mipira. Mashindano yalikuwa ni mazuri kiukweli, yalifana sana, yalikuwa mazuri na yalifana sana. Tunaomba kama itawezekana endelee kutuletea mashindano kama hayo mengi zaidi. Changamoto ni za kawaida tu za kimchezo, ila tulikuwa tunaomba aboreshe kwenye masuala ya dawa, kwa mfano dawa za kuchua na vitu vingine kama hivyo.